Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imeionya Marekani kuhusu mzozo ambao hautakuwa na mwisho. Wa Iran wameiambia Marekani kwamba kwa tabia za kufanya mashambulizi ya mara kwa mara ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutakuwa na mzozo ambao kamwe hautaweza kuisha. Afisa mkuu wa Iran ambaye pia ni spika wa bunge la Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ambaye pia ndio kiongozi wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, ameonya Marekani dhidi ya kuingizwa katika vita visivyo na mwisho. Ghalibaf, spika wa bunge la Iran na mpatanishi mkuu, anasema katika chapisho kwenye ukurasa wake wa X kwamba mikakati mibaya ya maamuzi ya kizembe yataifanya eneo hili kuwa na hali mbaya zaidi. Anasema maamuzi haya yanaweza kulipua miundombinu ya nishati na masoko na kusababisha vita visivyokoma na vita visivyokuwa na mwisho vitakavyokwamisha uchumi kwa miaka mingi. Utaona Iran tofauti, anahitimisha. Hii inakuja baada ya vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vya kushambulia Iran, ambavyo rais huyo wa Marekani mnamo mapema Alhamisi alisema ataishambulia Iran vibaya mno. Rais wa Marekani bwana Donald Trump alisema kwamba Marekani itaishambulia Iran vikali usiku wa leo, kwa maana usiku wa Alhamisi. Katika chapisho lake jipya kupitia ukurasa wake wa Truth Social, aliandika hivi: Marekani itaishambulia Iran ambayo jeshi lake la wanamaji, jeshi la anga, rada, ndege za kupambana na mashambulizi na aina nyingine zote za ulinzi pamoja na vyenye uwezo mkubwa wa kushambulia zimeenda. Hali itakuwa ngumu sana usiku wa leo. Wakati fulani siku za hivi karibuni tutachukua kisiwa cha Kharij na maeneo mengine ya miundombinu ya mafuta na kuchukua udhibiti kamili wa masoko yao ya mafuta na gesi, kama tulivyofanya Venezuela, ambayo sasa inafanya kazi vizuri sana kwa Venezuela na Marekani, alisema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Lakini baada ya muda fulani, rais huyo wa Marekani alitangaza kufuta mashambulizi yaliyopangwa dhidi ya Iran. Rais Trump alichapisha kupitia ukurasa wa Truth Social kwamba kwa kuzingatia ukweli kwamba majadiliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yaliletwa katika ngazi ya juu zaidi ya uongozi wa Iran na kuidhinishwa na mimi kama rais wa Marekani, nimefuta mashambulizi na mabomu yaliyopangwa kufanyika dhidi ya Iran jioni ya leo. Majadiliano na hoja za mwisho zimeidhinishwa kwa pande zote za undani na pande zote zilizohusika, ikiwa ni pamoja na Marekani, Israel, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Qatar, Uturuki, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Misri na nchi zingine. Kizuizi cha jeshi la wanamaji kitasalia hadi ikamilike, ilieleza ripoti ya rais wa Marekani bwana Donald Trump wakati akiandika kupitia ukurasa wake wa Truth Social. Hata hivyo, bado hali katika eneo hilo haipo shwari kutokana na namna ambavyo mara kwa mara kumekuwa na mashambulizi. Uharibifu kwa washirika wa Ghuba unahitaji ujenzi wa fedha nyingi, na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Marekani ni kwamba uharibifu huo utalipwa kwa fedha zilizotolewa kutoka katika akaunti za Iran. Hii ni kauli ambayo ilitolewa na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent, akionya Iran kwamba uharibifu wowote utakaosababisha katika washirika wa Ghuba wa Washington utalipwa kwa fedha zilizotolewa kutoka kwenye akaunti ya Iran, huku Marekani ikiashiria shinikizo zaidi la kiuchumi na kifedha dhidi ya Iran. Utawala wa Iran hautakuwa na fedha kabisa, unacheza, Bessent alisema katika taarifa yake. Uharibifu wowote utakaosababishia washirika wetu katika Ghuba utalipwa kwa fedha zinazotolewa kutoka katika akaunti ya Iran, aliongeza. Bessent pia alisema ushuru wowote utakaolipwa kwa mamlaka ya mlango wa bahari utalipwa kupitia fedha zitakazochukuliwa kutoka kwa akaunti za Iran. Kila shambulizi linalofanywa na Iran litaongeza tu matokeo ya kiuchumi na kifedha inayokabili, alisema Scott Bessent, waziri wa fedha. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo, na bila shaka na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.